Vipi mtazamaji, tuko ndani ya My Network TV, tuko na msanii chipukizi, msanii Buka, msanii ambaye anajituma kabisa. Atatueleza kwa majina kamili anaitwa nani na ametokea wapi na safari ya usanii alianza lini. Karibu King Ivan. Kwanza kabisa nashukuru Network TV kwa kunipea nafasi. Naam. Naitwa King Ivan, jina ya usanii. Na jina langu kamili ni Evans Buchacha. Natoka maeneo ya kule Kitale. Maeneo ya Cherangani wenye unafahamu. Lakini kazi ya muziki na maisha yangu nasukuma pale Naivasha. Hapo ndio shughuli zangu zipo sasa. Okay. Sasa safari ya usanii ulianza lini na nini kilikuvutia ndio ili uanze usanii? Usanii hata si kwanza ni ile tulizaliwa nayo. Isipokuwa ni ile kujitokeza. Ndio tumejitokeza mwaka jana mwezi wa 8. Wakati wa COVID-19. Wakati COVID-19 imeshikilia, sisi tunaamka kuchangamsha Wakenya. Sasa nikuulize tu swali moja. Nyinyi familia yenu kuna wasanii ama kulikuwa wasanii ama babako alikuwa msanii ama ndugu zako ama dada zako? Kwa familia yangu wasanii ni wengi sana. Kitu ya kwanza mama ni msanii. Kuna ndugu yangu mwingine anafanya usanii pia. Sasa mimi si wa kwanza kwa familia. Usanii tuko nayo. Mnayo? Okay, sasa ndio tukujue ni King Ivan ndani ya mjengo, ndani ma NTV. Sasa unafanya style ipi? Unafanya gengeto, unafanya bongo, unafanya nini? Na unajua kwanza kabisa upande wa muziki ni ile ya kuelimisha na kufurahisha pia. Na mimi style yangu nimekuja naye ni ya kibongo bongo hivi. Najaribu kuangalia vile watu wanapenda. Wakati watu wanaendelea kupenda hivi, naendelea kwenda vile wako. Ndivyo. Kwa sababu nia yangu na matarajio yangu ni kufurahisha Wakenya. Ndivyo. Sasa ndio My Network TV ama mafans ndio wakujua uko ndani ya mjengo. Hebu tupe tu kwanza ka freestyle ndio jua King Ivan ako ndani ya mjengo wa ma NTV Network. Kabisa. Sasa inaenda namna hii. Angalia kamera pale. Angalia ndio ile mafans wakujua ndio King Ivan. Okay, ni sawa. Mafans wenye wananiona ni King Ivan. Nataka niwachapie ngoma yangu ya kwanza inajiita Mapenzi si Pesa. Na I hope mnajua hivyo, mapenzi si pesa, mapenzi ni hisia. Ndivyo. Kumbukumbu ya mahaba yetu haijafutika. Yani taswira picha zetu mama zanijia. Tangu ondoke nateseka, moyo wangu mwepesi. Kila nikikuona kwenye picha natokwa na manjonzi. Huzuni upweke, moyo wangu wateseka. Kaniacha peke, mwenzako minalia. Sijapona mama, sijapona mama, sijapona. Hata kama nalishwa vizuri sijapona. Hata kama naogeshwa vizuri sijapona. Hata kama napewa za kitandani sijapona. Kuna ingine bado sijui ama tunaweza endelea bado kwa zingine. Ngoja tu kidogo. Huyo ni King Ivan ndani ya mjengo, amekupa bongo moja hapa. Sijui kama ni kukoza na mrembo wake ama ilikuwa vipi, umeona una kidonda moyoni. Nini kiliendelea ndio kwa maana kwa tungo hilo nini wimbo huo? Na unajua kwa hii dunia kila mtu ako na historia yake ya kimapenzi. Na kuna vile watu wengi tunateseka kwa sababu ya mapenzi. Kama mimi mwenyewe naamini ibilisi mkubwa ni mapenzi. Isipokuwa ni vile tu lazima ujipeleke pale. Ndivyo. Sasa kabla tu ufike mahali penye umefika lazima upitie mambo mengi. Mapenzi imenitesa sana, nimepitia mambo mengi, nimepitia changamoto mingi. Sijui hata naweza sema ni lini kwa sababu ni mambo ni mengi. Sasa nikuulize swali moja hivi. Kuna mpenzi ashakukwaza ama ashaikuwa break ndio maana ukatoa nyimbo hiyo? Wengi sana. Wengi sana, kumetokea changamoto mingi. Sasa mambo mengi sana. Ndio maana ukaamua kuja na wimbo huo? Ndio nikaamua kukuja kuonyesha Wakenya si hao pekee wanateseka. Mapenzi imetesa wengi na bado inatutesa, nitatutesa milele. Huyu ni King Ivan ndani ya mjengo ma NTV. So nikuulize hivi. Ndio ukuje uimbe style ya bongo hivi, na kuna vijana hususan saizi wanaimba style ya gengeton hivi, kuna wengine wanaimba kapuka. Nini kilikuvutia sana ama msanii yupi kutoka bongo hivi alikuvutia sana?
Unajua kitu ya kwanza kwa ngoma kama za bongo, bongo ilizaliwa kitambo. Bongo si ya leo wala jana. Naam. Ringeto ni kitu ya juzi, hata unafahamu hivyo. Kweli? Sasa ni kujaribu kuangalia vile watu tena wanapenda. Ni kujaribu kushika hisia za watu na kuelekea, yani kufanya watu wakupende na wapende kazi unafanya. Exactly. Yeah. Naam, nikuulize hivi. Sasa safari yako usanii. Ulianza kuimba ukiwa shuleni ama after kumaliza shule? Ama ulianza pale ukiwa labda pale nursery ama kuseme shule darasa la chekechea? Nikikumbuka mzuri, nikiwa katika shule ya msingi, hapo ndio nilianza kujaribu usanii pole pole. Shule ipi? Uitaje jina? Ile shule ilikuwa inajiita Bwake. Bwake iko pande ipi lakini? Iko upande wa Cherenkani kule. Nikajaribu huko kushika mzuri. Nikiwa upande wa Uganda pia nimejaribu usanii kule. Lakini sasa nikaona kutumia lugha ya Uganda itakuwa vigumu. Watu unajua Uganda ni Kiganda inatumika sana katika nchi ya Uganda. Ni kweli. Isipokuwa Kiswahili imeshika maeneo mengi yani East Africa kabisa. Afrika Mashariki na Kati ukipenda yani. Sasa ndio nikaona nikuje nijifunze Kiswahili na ni pia niige usanii wa huku na ndio saizi najaribu kufanya vile. Naam. Okay, sasa wimbo wako wa kwanza ulipiga freestyle ama uliandika ama ilikuja vipi lakini? Unajua mambo kwanza kabla tuende mbali sana. Mambo kitu kama kuimba si kitu mtu analazimisha. Ni kitu inakujanga. Ni kama wakati mhubiri anahubiri wakati roho imemuingia. Hivyo ndio usanii ilivyo. Nilikuwa nimetulia tu, hiyo ngoma ikanikujia. Nikaona mapenzi inatesa watu wengi. Wanadada wa siku hizi wanapenda pesa, hawapendi mtu. Wanapenda miela. Basi. Ama ukipenda sasa mimi sasa nikajaribu kuonyesha madada zetu wa saizi wasiangalie pesa, waangalie hisia. Mapenzi. Ndio nikakuja na ngoma inajiita Mapenzi si pesa. Sasa nikuuliza safari yako sasa wakati ulikuwa uko Cherengani. Unasema ulikuwa kidato cha ngapi lakini? Cherengani sijakaa kwa muda mrefu vile. Nimekaa maeneo ya Uganda. Ndio nikakuja nikakaa kule Cherengani. Nikajifunza Kiswahili kule. Sasa ndio nikakuja sasa nikafika mahali penye nilipo sasa. Naam. Sasa usanii tuseme ulianza ukiwa kidato cha ngapi? Cha pili, cha tatu? Unajua kuna wengine huanza pale hivyo wakiwa pale hivyo primary, ndio maana sasa hapo unakuta sasa ya shida za miela hivi, akifika high school ile kusave hivi, ndio maana unakuta sasa ametoa single yake ya kwanza. Usanii nilianza kwa shule ya msingi. Darasa la ngapi lakini? Ilikuwa darasa la 6. Isipokuwa ilikuwa tu ni ya kujifurahisha, kujaribu kuona unaweza uwezi. Kitu kama hiyo, lakini sasa hapo hata ungeambia mzazi nataka kutoa ngoma, nataka kufanya kazi kama hiyo. Soma kwanza. Anakuambia soma, utafute kazi ya maana, hiyo usanii si kitu kabisa. Sasa nikakuja, wakati nimekuja nikakuwa mtu mzima, mimi mwenyewe nikajitegemea. Ukajijua yani. Nikatafuta kazi ya kuajiriwa. Wakati nilipata kazi sasa ndio nikaona sasa ni wakati wangu wa kufanya mambo yangu sasa. Ndivyo sasa. Hapo ndio ukaanza sasa kusave, kuandika nyimbo. Hapo sasa ndio nikakaa chini nikasema hakuna haja nifanye usanii yangu ipotelee vile. Nikaamua nikakaa chini nikafikiria kwanza hii dunia inaelekea wapi na inastahili ikuwe upande gani. Sasa ndio nikakaa hapo na Mapenzi si pesa. Sasa ndio nikaenda nikarekodi pale Nakuru kwa producer fulani anajiita Alta Records. Wenye wako Nakuru wanamfahamu. Yule producer itajika, yule producer mkubwa wa Nakuru kabisa. Producer ambaye ametambulika na kila mtu hadi mtoto mdogo. Hata ningependa kama hapo ni mbele kidogo mwelekezi kama anaweza elekeza kidogo. At least mafans wasikilize ngoma yenyewe vile iko. Ndio wajue Alta hapo namna gani kwa produce ngoma. Ni msanii anajulikana. Ndio manake ile kuangalia hivi kupitia kwenye mitandao. Ni jamaa anajulikana mpaka Australia, anajulikana kama America. Hata kuna producer mkubwa sana ambaye anafanya naye anakuwa Hollywood, ambaye ajiita Morris. Sijui kama unamfahamu ama umemsikia. Tumeongea mengi, kuna mengi nafahamu. Na of late umeona ama ukipitia kwa mitandao umeona ile nini najitaje ile Beatoshen ile mali wao tengeneza beat na kuuza beat pale hivyo. Nimepitia pia.
Ni msanii uko ni producer uko sana. Pia ni msanii usisahau. Amekubali mwenyewe. Ni msanii pia. Alianza akiwa shuleni ma 90s. Ulikuwa umezaliwa hiyo wakati kweli? Kusema kweli mimi nilizaliwa mwaka wa 1995. 1995 Yeah. Naam. Mwezi wa 8 tarehe 4. Yeah. Kwa hivyo ni kumaanisha 1995 kwa hivyo ni kumaanisha ukiwa mwaka 2008 hapo ndio ulikuwa chekechea. Yeah. Yeah. Kwa hivyo yani kifupi yani wewe ni mtoto wa Kibaki yani. Watoto wale zama za Kibaki. Lakini kwa sababu si kwa wingi, naweza sema mimi ni mtoto wa Museveni. Mtoto wa Museveni. Kwa sababu Kibaki akiwa Museveni alikuwa tu. Yeah. Ni kweli. Lakini vile siku hizi inakaa huku. Itabidi tupe tu huku. Ni hivyo. Mimi ni wa Uhuru. Yeah. Nyumbani ni upande ipi? Unataka kaunti gani lakini? Kwa sasa nyumbani ni kaunti ya Trans Nzoia. Trans Nzoia East. Yeah. Naam. Isipokuwa kwa wazazi ndio kuna tofauti kidogo. Upande wa baba ni mzaliwa hapa Kenya. Amezaliwa upande huko Trans Nzoia bado. Isipokuwa mama ndio Muganda. Sasa ukisikia ile mchanganyiko unasifu sana Museveni yani ule. Sasa ukisikia anasema Sebo. Sebo sasa ni kwa kina. Sebo inamaanisha nini lakini? Sebo inamaanisha mwenzangu. Na kwa Garanyo inamaanisha nini? Kwa Garanyo. Ani nakupenda sana. Yeah. Nasiongeka kwa Garanyo kidogo kwa mwaka mmoja lakini. Okay. Wewe ngenda kuyogera n'abafani bange. Ewe ndi Mukenya, bambita King Ivan. Ebagala nnyo munange. Wewe ngenda kukola milimo bilungi mugenda kuyagaliza. Msikilize mfano mtazamaji ambao unasikia ambao unakutana King Ivan ndani ya NTV ambao unamsikia mpaka anaongea Kigandare ama Kiganda. So zidi kutazama na atatupea mengi kuhusu na safari yake ya usanii na atazidi kuwapa mambo mazuri, mambo yanakuja. So King Ivan ndio twende break kidogo hivi tupige tama la maji. Wacha nikuulize tu swali moja hivi, swali la kizushi. Wakati uliandika muziki wa kwanza, ulikuwa na uzito wa kuandika muziki ama uliandika tu rahisi? Sisema kuwa nilikuwa na uzito kwa sababu kitu ya kwanza nimesema nilianza kujaribu usanii nikiwa katika darasa la 6. Sasa ni kitu ambayo ilikuwa imeanza kuniingia. Na wakati nimeingia sasa kwa mitambo na jaribu kubadilisha ngoma yangu kila siku, usanii wangu nataka ukuje. Yaani nataka nikuwe superstar. Na hiyo superstar nataka kufanya hivi, nataka kukuja na kitu ambayo mashabiki wangu watakuwa wakipenda. Wakipenda hiyo waseme hii imekubali na kuja na kama hiyo. Sawa. Na kuna kazi mzuri mingi hapa mbele. Kitu tu na mimi naweza ambia mafani wangu tutafika hapo tulia. Wacha tupige tama la maji, tunarejea kwako kwa NTV Network. Tulia mtazamaji. Karibu tena mtazamaji kwa NTV Network. Tuko na msanii King Ivan ambaye ni msanii wa bongo, msanii ambaye anaibukia, msanii ambaye anafagiria. King Ivan, hebu tueleze sasa kinaganaga. Kwa sau una wimbo ngapi ambao umeziandika ama ambao umezirekodi? Kwa sasa nina ngoma mingi tu, niko na wimbo mingi. Isipokuwa ile nimerekodi ni 3. Yeah. Iliyosalia ni kama ngapi hivi? Unaweza tajia majina? Iliyosalia ni mingi. Isipokuwa kuna wasanii wengine wananiangalia huku. Sasa siwezi kuonyesha kazi yangu. Watajionea tu mbele. Naam. Hebu tupigie wimbo wako wa pili tusikie ama mafans ambao wanatazama NTV Network ambao wakuona na kusikia. Mapenzi safari ni safiri nawe. Wakitaka watafakari kwa penzi letu we. Wakitaka wajitoe kafara. Shauri zao binadamu ni wabaya. Wapenda tukikosana. Watembea na roho yangu imebaki mwili tu. Baby girl, wewe ndio wangu wa moyo. Tuache mapoyoyo. Aisha we, mapenzi yetu iwe yetu tu. Mambo ya tuweke pembeni ili tusije tukatengana. Baby girl, wewe ndio wangu wa moyo. Tuache mapoyoyo. Aisha we, mapenzi yetu iwe yetu tu. Mambo ya watu tuweke pembeni ndio tusije tukatengana. Naam. Sasa hiyo wimbo ulikuwa unaimbia mpenzi, alikuwa mpenzi wako ama alikuwa nasikia mtaja mpaka Aisha. Alikuwa Aisha ukweli ama alikuwa Aisha tu wa kujitongea? Ni Aisha wa kweli kabisa. Uliendelea vipi hadi ukamtungia wimbo? Nilimuimbia kwa sababu nilikuwa nataka kuongeza, ni kumuonyesha bado mimi ni wake. Na nataka tuendelee
zaidi na zaidi. Isipokuwa mambo mengi ilitokea. Ikakuwa mambo mengine tofauti kidogo. Ikakuwa mambo tofauti. Yeah. Nini kile alikukwaza ama ulimpata na Newcatch ama kuliendelea vipi? Siwezi ingilia kiundani zaidi. Isipokuwa ndio tulikuwa tunapendana kwa sana. Na alikuwa mpenzi wangu na tulikuwa tumepanga mipango mingi. Lakini saa zingine wanawake mambo yao inakuwa ngumu. Alafu siri ya mtu huwezi ukaijua. Sasa mambo ilikuja ikatokea mbele. Yalitokea hivyo. Na kulingana na mimi sipendangi sana kurudi mambo ya mapenzi ya nyuma kwa sababu huwa inaumiza sana. Inaumiza roho yani. Inaumiza mtima wange. Ama inasema ni kiganda ganda hivi. Haya wanasema mtima gwange. Mtima gwange. Yeah. Ni muda upi umekosana ama muda upi ambao umebreak? Sema kama muda gani bila ama uko na mtu kwa saizi? Kuna mwingine bado. Kuna Newcatch. Yeah. Unaweza mtambulisha kwa mafans wa NTV Network kama ni siri yako? Kumtambulisha kulingana na mimi. Najua labda kuna mtazamaji anakutazama pale hivyo. Anza kuwa amekukufia ama anza kuwa labda kwa sababu bado tujafunga ndoa ama tuna nini yote ya serikali. Sitamtambulisha. Tukifika hapo kwa serikali tutatambulishana sasa. Ndivyo. Naam. Sasa safari yako usanii. For now ulisema ulianza mwezi wa 8 last year, si ndio? Yeah. Umeenda show kama ngapi hivi ama haujaenda popote mahali kupiga show ama umeenda kuelewa? Kuna show kadhaa nimefanya. Kuna hoteli kadhaa nimefanya show. Na pia kuna wasanii kadhaa tumepanga mipango mingi kufanya nao kazi. Mipango ni mingi. Hapo mbele kuna mambo mengi mazuri. Yeah. Naam. Okay, umeenda ilikuwa show za hadhi ya juu ama zilikuwa show za hapa hivi chini kimpango? Kwa sababu sijafika juu sana, show na nimeenda ndio si ndogo vile. Sasa ukanieleza umepiga show ngapi pale hivyo za hadhi ya juu ama show za chini? Show nimepiga mingi. Naam. Kuna zile za juu na kuna zile za chini bado. Yeah. Umepiga show ya kwanza ambayo ilikuvutia ama ilivutia audience ama mafans ilikuwa pande ipi? Ilikuwa pale Uganda ama pale mali umeniambia pale Cherengani? Nakumbuka show ya kwanza kabisa imekuwa pale Malaba Border. Kuna kilabu fulani ilikuwa inafunguliwa wakanipea kazi ya kutumbuiza watu hapo. Yeah. Kuchangamsha watu kabisa. Pale ulikuwa na wasanii tajika kama kina nani hivi? Wasanii walikuwa wengi lakini ni wale wengine siwezi nikawataja kwa saizi kwa sababu labda wataki kuonekana kwa hii TV. Tunawataja tu yani ndio mafans wa kujue ambaye kweli ulikutana msanii yupi, msanii ambaye artist anahitajika, msanii ambaye ana jina. Kuna ule anajiita Gravito Mtuju. Anaimba huko kule Uganda. Na bado kuna mwingine anajiita King Sack, wale wanafahamu. Ndio wasanii tajika pale Uganda. Mtu yote mwenye anajua Uganda. Ni wasanii wana majina wakubwa sana. Sasa umetuimbia Aisha kweli? Yeah. Okay, sasa kuna mapenzi si pesa. Mapenzi si pesa. Yeah. Unaweza tuimbie kidogo ili mafans wa kuone ama wajue nini tuko na King Ivan ndani ya mjengo ama ndani ya NTV? Ni sawa. Ikibidi uondoke, usisahau kusema kwaheri, maana ugomvi wa mapenzi hauna maana. Mapenzi si pesa. Mapenzi ni hisia. Penzi lako ni kitabu, nipe nisome. Penzi lako ni sawa na pombe, tayari imenilewesha. Mapenzi bala, tena shida, yananiiliza mwenzenu. Mapenzi bala, tena shida, yananitesa mwenzenu. Mapenzi ni papara, umenipa maumivu ya mkuki. I believe sajali nimbana moyo mgumu, nisikubali vitu zangu zinitoke kiurahisi. I feel pain in my heart, cause nasikia unataka kuniacha. Ikibidi uondoke, usisahau kusema kwaheri, maana ugomvi wa mapenzi hauna maana. Mapenzi si pesa. Mapenzi ni hisia. Inaenda namna hiyo. Naam. So nini nasikia tu kila wimbo wako tu ambao ni mapenzi. Nini kilikuvutia sana ni kuingia kwa ukazama sana kwa mapenzi? Nini kilikuvutia sana? Najua mapenzi si kitu inavutia.
ni kitu inakuvuta. Sasa mapenzi ndio linivuta. Naam. Yeah. Juu kila wimbo tunasikia tu mapenzi, umesema mapenzi si pesa. Mapenzi si pesa. Kuna Aisha, mapenzi ni hisia. Na bado kuna ingine bado. Iko mingi. Ziko nyingi zinakuja. Kuna ile inajiita tamu. Tamu. Yeah. Hiyo tu hiyo utaimbia baadaye. Yeah. Sasa kwa usanii wako ambayo safari yako usanii. Mahali upo ama siku kama leo, tarehe kama leo, miaka zingine 2 zijazo, unatarajia kuwa wapi ama una plan yako ni ipi? Nina plani mingi na ni plani nzuri. Kwa hizi tuseme tu hata mwaka moja ujao nitakuwa mbali zaidi. Kuna collab kadhaa niko nayo. Kuna collab kwa msanii mwingine anatoka pale Western anajiita Team Black kama wakipenda Chofri. Kuna collab tumepanga naye hata last week tumekuwa naye tumeongea, tumezungumza. Tunapanga kitu mzuri. Bado kuna wasanii wengine wengi. Kwa hivyo collab zinakuja. Collab ziko mingi sana. Collab za nguvu. Siwezi maliza zote. Sasa kwa sasa hivi siku kama ya leo ama siku kama ya ambayo tunaelekea, si ndio hivyo? Kupitia usanii wa Kenya ambao unajua umebadilika kimpango, hii mambo na COVID-19 ambayo imeleta mambo mengi. Kuna wasanii ambao walikuwa wanategemea usanii peke yake, kuna ambao walikuwa wanategemea virabu, kuna ma DJ, unaelewa, watu kama hao, kuna ma MC. Sasa kulingana na wakati wa COVID-19 ama wakati kama wa COVID-19, unaona survive kivipi? Kwa sababu najua wewe ungali mtenga kwa usanii. Ni kweli kabisa. Lakini mimi ni mtu unajishughulisha na vitu mingi. Mimi kuna kazi nimeajiriwa na bado kuna kazi kadhaa nimejiajiri mwenyewe. Sasa bado natafuta, niko na njia mingi ya kusurvive. Kupata ni hela. Riziki napata kwa njia mingi sana. Sasa usanii unaimba just for fun ama ikupe hela ama unaimba kivipi? Ama unaimba kusabia nini? Na unajua usanii ni kitu ambayo iko kwa damu. Na ili familia yangu na watu ambao watakuja nyuma yangu waendelee kufanya vitu kama ambayo nafanya kwa saizi, lazima nionyeshe njia, wakikuja wasipotee njia. Nakusikia. Sasa mafans wakiwa pale wakikutazama King Ivan ndani ya NTV Network, ungependa kuambia nini kizuri ambacho watabaki wakishika tama? Ningependa kuambia King Ivan ako na mpango mingi na mipango yote ni nzuri. Na niko hapa kwa ajili ya kuwafurahisha nyinyi. Na najaribu kufanya kila mbinu na kila namna kufutia, kufanya hisia zenyu ziweze kuwa na furaha, kufurahi. Hiyo ndio kazi yangu, nataka niwape burudani. Kila kitu kizuri kitatoka kwangu. Yule fan anakutazama kwa saizi, ama yule fan ambaye anakuangalia saizi na kusikiza pia, ungependa kumueleza kipi kizuri kinakuja ambacho kitavutia hisia zake wewe kama msanii King Ivan ambao umeanza last year mwezi wa 8? Ningependa kueleza hivi, niko na mpango mingi na niko na mpango mingi ya kusaidia sana shabiki zangu, kwa sababu niko na comedies. Hizo comedy niko na project ya comedy. Pia ni comedian? Mimi si comedian vile, lakini nikipata comedy na chapa mbaya sana. Isipokuwa nataka kusaidia wasanii ambao wajiwezi, ambao wajajipanga kwa mambo kama comedy. Kuna wasanii wengi kule nje wako na usanii wajaipiga comedy but ni comedian. Kuna wengine wanaimba, kuna madansa. Wote nataka kuwasaidia. Niko na mpango hiyo kwa hii mwaka tu. Kwa huu mwaka huu. Kwa hivyo watarajia kitu kizuri. Watarajia kitu kitoka kwa King Ivan. Ndawashika mkono. Nitawapea support ile watahitaji. Alafu pia nami nina mpango mingi sana. Niko na collab hadi Tanzania, niko na collab Uganda. Yaani umefika hadi Dar Bongo yani? Bongo nimeingia. Sijafika. Umefika pande ipi lakini umefika Mwanza, Morogoro, umefika pande ipi? Niko na mpango pale Dar es Salaam. Kuna watu tunapanga nao. Naam. Wasanii chipukizi ama wasanii ambao umefika kiwango chao? Hata kuna wasanii wakubwa. Nilikuwa na bado tuko kwa maongezi. Lakini tujafikia mahali penye tutasema siku fulani tunafanya kazi. Pale TZ pale bongo pale ungeulizwa kiwewe ungependa kufanya na collab na msanii kama yupi? Ukiangalia katika muziki wa bongo
Karibu kila msanii anafanya vizuri. Anafanya vizuri. Unajua kuna wale underground but ni wakali kushinda wenye wako juu. Yeah, alafu mimi kulingana na mimi siangalii msanii. Naangalia kazi ile tutafanya. Unaangalia kazi yake. Sasa kazi yangu na yake ikiingiana iko haja gani ya maswali mengi tena. Yeah. Pale umetembelea studio yote pale hiyo TZ Bongo, ukaona utofauti na studio za Kenya? Studio bado sijatembea, lakini ni ile tu tuko kwa maongezi. Hata nilikuwa nataka niongee na Lukamba, ule producer wa Diamond. Lukamba, ndio Lukamba. Photographer wa Diamond, anajiita Lukamba. Pia tuko naye tulikuwa tunazungumza kidogo. Kuna mambo mingi tunapanga. Naam. Yeah. Umesema ndio photographer? Ndio photographer wa Diamond. Yeah. Na wewe producer wake amshaongea ama producer ya moja mnusanusa mari? Producer niko na wangu. Uko na wako? Ni photographer tu. Photographer. Yeah. Okay. Na pia yuko na niona kuna photographer mwingine ambaye anajiita nani? Godfather ama wote ni wazuri na napenda kazi yao. Alafu sasa unajua kuna mahali ukienda huwezi enda na producer, huwezi enda na nini. Isipokuwa mipango ni mingi, inalingana vile tutaelewana. Unajua tunaweza enda huyu labda niko na collab na Diamond. Aniambia tutatumia producer wangu. Hivyo tunakubali matokeo. Yeah. Pale Uganda tukiingia pale hivyo Kampala, yani Uganda. Ushafika mji wa Kampala ama ilikuwa ama unaionea tu kwa mpaka hivi? Kampala sijafika, nimeishi. Umeishi yani? Kampala nimekaa hapo kwa muda. Yeah. Okay, usanii huko ukilinganisha usanii wa huko Uganda na Kenya, utofauti ni nini? Kitu ambayo inanipendeza kwa usanii wa Uganda ni wasanii wote wanakaa kimoja, ni mandugu, wanashikana, wanasaidiana kwa kila jambo. Hiyo ndio kitu ninipendeza kwa wasanii wa Uganda. Hawana mambo mengi. Kitu ikitokea wanasaidiana. Yeah. Okay, ukilinganisha ambapo unajua sessions za Kenya, sessions za Uganda. Uganda wacheza tuzama, wacheza mpaka za Kenya. Uganda ni kama kila kazi inakuanga na wakati yake. Kuna wakati wanacheza international, kuna wakati wanacheza kazi ya nyumbani. Kazi ya nyumbani. Muziki za Kenya zinachezwa sana upande hiyo ama ni chache? Kwanza kuna maeneo wanazipenda zaidi. Upande hivi lakini hata ukienda kama Kampala, watu wanasikiliza Kenya sana. Wanasikiliza Kenya sana? Yeah, lakini Uganda unajua kuna maeneo, kwa mfano kama ukienda maeneo za Mbale, au wanasikia wasanii wa kule Western. Kwa sababu karibu lugha waingiani. Sasa wanapenda za kule zaidi. Yeah, alafu bado kuna wale wanakaa zaidi za karibu kule Kigumba. Iko karibu huko zaidi za karibu Sudani pale. Huko wanapenda ngoma zinakaa za Kijaluo kidogo kitokana kwa sababu karibu wanaingiana. Yeah. Na pale mali umetaja hapa kwanza wanapenda muziki aina gani za Kenya? Upande wa Mbale watu wengi wanaongea kama Kiluya. Sasa wakisikiliza Kiluya ni sawa na msikiliza lugha yao. Kuna tofauti kidogo sana. Alafu sana unajua kila nchi kuna kazi yake na kila watu wanapenda kazi tofauti. Utasikiliza kazi moja kila siku. Ndivyo. Naam. Pale watu kama tuseme kitu kama gengeton unachezwa pale kwa Uganda? Gengeton itakuwa nimekudanganya. Haichezwi. Gengeton labda ni hapa Kenya, sijui kule Tanzania. Lakini Kenya tu. Uganda? Uganda gengeton yako. Hamna. Wacheza muziki sauti sorry hivi. Na unajua kuna watu karibu aina tatu hivi. Kuna watu wanasikiliza ngoma na content. Ni content. Kuna watu wanaangalia video na kuna watu wanaangalia yani anasikiliza tu, ikimpendeza basi anafurahi, anakuwa sawa. Yeah. Okay. So naam. Sasa umesema tayari umerekodi nyimbo ngapi? Nyimbo 3 ama nyimbo ngapi? Nimerekodi ngoma 3 na bado kuna ile aina. Yeah, kuna ile hata nimetoa juice latest inajiita Tamu. Na so far ni audio ama ni video ama zote umezifanya video? Ukiangalia katika ngoma zangu ya kwanza kabisa ambayo ni Mapenzi Si Pesa, iko complete video na complete. Ile inafuata ya Moyo Wangu, hiyo ni audio peke yake, ina video. Alafu ile Sijapona bado iko project. Bado iko project, yani inapikwa. Tayari iko jikoni na iko jikoni. Yeah. Studio ipi lakini? Ni ya Alta Records. Alta Records, iko pande ipi? Pale Nakuru.
Ukiwa Nakuru kuna maeneo ya Shabab pale Nyamakoroto. Nyamakoroto. Yeah. Okay. Producer itajika. Yeah. Producer ambaye na nikuulize tu swali tu moja hivi. Msanii kulingana na msemo umetoka pale Cherengani uko pale Naivasha. Wewe umetokea ulimjua kivipi ndio kwa maana ukamfikia? Niliangalia kazi yake kitu ya kwanza kwa sababu mimi siwezi pea mtu kazi yangu na sijafahamu vile anafanya kazi. Niliangalia kazi ya producer wengi sana. Lakini nikatokea kupenda Alta, ndio maana nikafanya kazi naye. Ndio pale akakutolea muziki wa kwanza. Ndio akanitolea wa kwanza na zingine zote. Mafans walichukulia vipi muziki wako ama walisema nini kuhusu muziki wako? Unajua watu wote wapangi sawa, lakini kwa asilimia kubwa mafani walikubali. Walivulia kofia kabisa. Walifagiria barabara. Mbaya sana. Wakasema umeweza. Niliua. Uliua show kabisa. Hapo sawa. Yeah. Tuko na King Ivan ambaye ni msanii anaibuka, msanii chipukizi ambaye anakuja. Tuko ndani ma NTV Network. Penzi mtazamaji, subiri tupige tama na maji, tunarejea baadaye. Mtazamaji, karibu tena kwa ma NTV Network. Tuko na msanii chipukizi, msanii ambaye anaibuka, msanii ambaye anakuja kwa fujo, ambaye anakuja kwa force. Yeah. King Ivan. Yeah. Haya, tueleze, umesema una wimbo wa mwisho. Yeah. Hebu imbia mafans kusikia King Ivan ndani ya My NTV Network. Okay. Angalia kamera vizuri, wakutazame waone sura yako vizuri. Sawa. Wanasema utanitoka. Hawajui jinsi gani unavyonipenda. Wananikata maini na maneno zao za kikenjeli. Webebu umenimada. Kwako mimi nafunga bureki. Kwa wale wengine sioni maana. Na ile penzi la ufeki. Sweetie we, mapenzi ya dhati yako ndani ya moyo. Unanipenda na kupenda. Penzi letu lisije likawa na choyo. Uliniahidi utanipenda. Ayopi imetoka ndani ya moyo. Basi njoo karibu nikukumbate kama mtoto. Si unajua penzi langu moto moto. Kwa wale wengine si unajua ni toto. Penzi lako tamu kweli. Na enjoy kwa raha. Una urembo wa tausi tamu. Mwendo kama kinyonga tamu. Tabia yako safi tamu. Yani wewe wife material tamu. Umewazidi wote. Nikikosa nitakuomba msamaha. Nitakusidisha mapenzi hadi nikupeleke Mombasa. Nitakulea ukitaka kulala. Usiku nitakesha nikikulinda. Nitakupeleka bafuni nikuogeshe. Ukimaliza kupiga nikulishe. Ukiwa nami kila siku ni sherehe. Nikutunza hadi mbele za watu pendeze. Penzi lako tamu kweli. Na enjoy kwa raha. Una urembo wa tausi tamu. Mwendo kama kinyonga tamu. Tabia yako safi tamu. Yani wewe wife material tamu. Umewazidi wote. Yeah. Na asante sana. So ndio tu muziki ambao unajitatamu. Nini kilikuvutia ama ni hisia gani ama ule mpenzi alikuvutia kivipi? Ina maana unasikia ukiimba tu vitu tamu yani. Yeah, ule mpenzi ni ambaye niko naye kwa sasa. Kila kitu yake ni tamu. Sasa na enjoy sana, na enjoy kuwa naye. Najua ananitazama. Na ataona ajue kweli nina mzigo mzito kwa mapenzi kwake. Unaenjoy maisha yani. Yeah. Yani ni mpenzi ambaye alikuvutia yani mpaka hadi ukaamua kumwambia tu wimbo yani. Hata hajanivutia, alinizidi. Alikuzidi yani. Yani mapenzi yalizidi. Yeah. Yani Kispanyol tunasema te amo. Sasa ama Kitaliano tunasema te quiero. Umeshamaliza. Hapo sawa. Yeah. King Ivan ndani ya mjengo, ndani ya My NTV Network. Yeah. So kwa mafans wako ambaye anakusikiliza ama ambaye anakutazama kwa saizi, una lengo lipi miaka miwili ijayo ama una lengo lipi kuwapea muziki una plan kupiga tu bongo pekee kama una plan kupiga aina nyingine? Mashabiki ndio wataamua. Kwa sababu mashabiki ndio wanafanya nikapa au ndio wananijenga. Na ndafanya kitu ambayo wanapenda. Kama wapendi basi naachana nayo. Yeah. Okay, sasa kwa saizi unasema una nyimbo 4 ambazo ziko tayari. Yeah. Yule kama fan pale hivyo ama kama fan wako mkubwa, ungependa kumweleza vipi ama anaweza kupata kivipi ndani ya mitandao na ama ndani ya social media? Kunipata si vingumu kwa sababu kila mahali mimi napatikana. Ukienda hapo Facebook nipo, Instagram, YouTube, popote pale, hata WhatsApp. Kunipata unanipata tu. Yeah. Wana type jina ipi ambayo ndio unaweza kupata? Ukienda katika Instagram ni King Ivan Musician. Ukienda Facebook King Ivan Musician. Ukienda Twitter King Ivan @King Ivan. Yeah. Okay.
Okay, sasa kwa saizi umesema unataka kufanya collab na msanii kutoka TZ Bongo, kuna pale Uganda na hapa Kenya wengine, si ndio? Hapa Kenya pia wako. Sasa msanii, okay sawa, wacha tuache wale wasanii pale ambao wanaibukia. Ungeuliza kwa saizi pale Uganda. Mwambio wacha tupige collab na ungependa kufanya collab na msanii upi? Ningependa kufanya collab na King Sir kwa sababu namkubali, napenda kazi yake. Na pia Gravity, napenda kazi yake pia. Na mtu kama Jose Chameleone anakuambia tuje collab, unaweza kataa, unaweza suasua. Ikipatikana kama wewe ni msanii, mbona ishinde? Bora tukikubali. Lazima. Naam. Pale TZ Bongo ungependa kufanya collab na msanii upi ambaye anakususua yani kimoyomoyo? Tanzania wasanii ni wengi wazuri. Hapo siwezi sema msanii fulani kwa moja kwa moja. Isipokuwa msanii mwenye atatokea mbele na atakuwa na project mingi wakati ambao atakuwa tayari. Huyo ndio tutafanya kazi naye. Naam, mkaikiwa msanii kama pale TZ, tubaki pale UTZ. Msanii kama Rayvanny, kuna msanii kama Diamond, kuna msanii kama huyu mwingine anajiita nani huyu? Aslay, kuna wengi. Kuna Aslay, kuna huyu mwingine. Kuna huyu mwingine ajitaje Harmonize, yani Harmonize, Harmonize. Utuambie uchague moja pale, ungependa kuchagua yupi? Nitachagua kulingana vile tutaingiana kwa ile ngoma. Kwa sababu unaweza chagua huyu na labda tusiingiane. Sasa kitu hapo naangalia kwa sana na kiundani ni vile tutaingiana. Tukiingiana sawa, tunafanya kazi pamoja. Ndivyo hivyo. Hapa Kenya je, ungependa kufanya collab na msanii kama yule? Lakini hapa Kenya pia kuna wasanii wazuri. Na kuna wasanii kadhaa nimeongea nao na niko na plani nao. Saa kuna kazi mingi pia. Lakini siwezi sema saa hizi, labda naweza sema nitafanya kazi na Otile. Mwisho wa siku mkute ni Khaligraph. Ama ukute ni Vivian ama Bahati. Sasa sitasema kwa sasa. Kitu ambayo naambia tu mashabiki zangu wafuatilie YouTube yangu, wa subscribe. Wakati watakuwa nafuatilia hapo YouTube watakuwa wanaona kazi mpya na watu tofauti. Kwa saizi ukaekelea mtu kama Otile Brown, ukiwa mtu kama Jua Kale, uwekelea nini, uchukue mtu kama nani mwingine, mtu kama Nameless hivi, Ivan ama huyu mwingine anajiita nani huyu ametoa Juju, na msahau jina kwa jina kidogo. Ungependa kuchagua ama akwambie tukuja collab, ungependa kufanya na yupi? Na unajua kwenye muziki vile mtu anaimba si vile mtu wako. Na labda tunaweza ongea na msanii fulani ukute tujaingiana, labda yako vile mimi niko hivi, labda anapenda kufanya kazi yake na masharti fulani, labda tunaweza kosana pale. Lakini tukielewana na wasanii wote ambao umewataja, tuelewane na kila kitu, mpango yetu iwe sawa, mambo iwe sawa, sioni vingumu kufanya kazi naye. Naam. Na msanii mmoja watuseme msanii wa genge, tunaona vijana ambao wamebuka hivyo, kwambia njoo collab, utafanya nini? Unasikia hapo ni bongo ile ni Gengetone. Utafanya nini? Gengetone ni muziki mzuri. Lakini kulingana na mimi hapo siwezi nikadanganya. Gengetone hapa. Bado. Wewe ni mtu tume sasa hata ili sasa international Gengetone hapo tutafikiria. Okay. Sasa kwa mafans wako ambaye wanakutazama kwa saizi, unajua wanakutazama kwa udi na uvumba. Yule msanii ambaye anaibuka, ambaye anataka kurekodi kesho ama anataka kurekodi leo, ungependa kumwambia vipi? Hebu tazama kamera kisha muelezee. Mimi kitu ambaye naweza ambia wasanii ambao wananitazama, na labda najua kuna wale wanatamani kuwa kama mimi na kuna wale wanatamani niwe zaidi hapa. Kitu ya maana kwenye muziki ni kujituma. Kitu ya maana usijaribu kugive up hata siku moja, kwa sababu kwa maisha kila kitu iko na changamoto. Changamoto ni mingi na unapitia mambo mengi sana. Na usipojituma na usipofuatilia mambo kadha wa kadha kwenye hii maisha yatakulemea. Naam. Hususan saizi najua uko na mafans. Najua uko na maheta. Na hata Yesu, unajua hata Yesu bado alikuwa na heta. Usisahau hiyo, si ndio? Kulingana na show zile umeenda, umepata kuburiwa, umepata kuambia Ivan toka, vitu kama hizo kwa stage, ama ambia Ivan bado ufiki, muziki wako bado, vitu kama hizo umekutana nazo? Changamoto zipo, lakini sijafika
pale watu wanaweza rusha mawe ama wanaongea vibaya. Ni vile watu wengi wao wananishauri, wananiambia hapa na pale kuna mahali hujaenda mzuri, ongeza bidii, fanya hii na hii na hii. Na hivyo ndio najaribu kufanya, kwa sababu saa zingine watu wanasema ukweli, na ukisema fuatilia, na ndio maana nafuatilia na nataka nifanye vile wanapenda wao. Ikiwa sawa kwao, mimi sina tatizo. Kazi yangu mimi ni kuwatumbuiza. Naam. Najua fans inaambiago customer is always right. Ndio. So fan akiitisha kitu unampa. Na akakwambia saizi basi King Ivan umetuvutisha sana na bongo. Leo tunataka gengeton, utafanya nini? Hata swali kama hilo. Hapo kwa gengeton utamueleza vipi lakini? Kulingana na mimi ni kitu si kitu rahisi kwangu. Ni kitu ndaifuatilia kiundani, niko na washauri kadhaa. Kila kitu nafanya kuna watu wananipea mwelekeo, wananiambia inastahili hivi na hivi. Nikiongea nao wakubali, waseme hapo ni sawa, nifanye vile, fanye hivyo, nitafanya. Utafanya. Okay. Sasa wakati ulipokutana na producer Ben ama Banyani pale Nakuru Nyamakoroto, najua pale ulienda kama msanii ambaye anaanza, si ndio? Pale ulimkuta vipi? Alikuchonga usanii hivi ama ulipiga tu, uliingia tu studio ukapiga kupiga, ama ilikuwa vipi? Unajua msanii wa kwanza anza lazima kuwa na makosa mengi. Kitu ya kwanza si hata nilikuwa naanza. Nilikuwa naanza kabisa. Alafu kitu ya pili, unajua mtu unafanyanga kazi na mtu kulingana vile mmeelewana na maongezi. Sasa wakati tuliongea tukaelewana kwa mambo kadha wa kadha, akanielewa nikamuelewa. Tukafanya kazi, tukaingia studio, tukarekodi ile ngoma. Tukamaliza na mambo yakaendelea. Mambo yakakuwa fresh. Wakati uliingia booth mara ya kwanza ulifeel vipi? Ulitoa kijasho hivi ama kulienda vipi? Hiyo ni lazima kwa kitu ambao hujaizoea. Unajua magoti yatatemeka hivi kwa madakika ukaswaswa kikimdaondoa huyu mawazi zikapotea ama vipi? Lazima upitie hizo mambo kwa sababu hata kwa mfano mtu mwenye hajazoea kuwa kwa umati, ni kuelelea pale kwa umma, akitokea hivyo lazima utaona tu mtu kweli ni mgeni. Umetaja kwa umati. Ila mara ya kwanza kupewa microphone tumbuiza mafans mara ya kwanza hivi, najua ulitumbuiza mafans hapo, ulifeel vipi? Nilifeel sawa, lakini mkono ndio ilikuwa na ilikuwa tetemeka, ilikuwa inaenda tu za sasa sasa watu zilitoka ama vipi? Unajua sasa ni vigumu kusimama, unapata macho kama 3000 zimekutazama, ulifanya vipi? Uliangalia ama ulikuwa unafunga macho ama ulikuwa unapiga tu upige? Kwa mara ya kwanza uoga ilikuwa mingi kwa sababu ukiangalia sura iko tofauti, kuna ile kuna ule amekaza. Sasa hata unashindwa watu wote, kila mtu anafikiria zake. Sasa kitu ya maana nilijaribu kukosa kuangalia wale watu kwa sababu walinitia uoga, nikaona nikiendelea kuangalia itafanya labda hata nishindwe kuperform kwa stage. Sasa nikajipea shughuli, nikajifanya kama niko kwa nyumba peke yangu na nikachapa kazi. Na kazi ikakuwa nzuri. Mafans walipokelea kivipi lakini? Unajua hata kulingana tu na maisha ya saizi, kwa watu 100 utakuta 10 wamekuchukia bure na 10 wamekupenda bure. Alafu kwa wale wengine ambao wamesalia watakupenda kulingana na kazi yako. Ni kweli. Naam. Sasa watu wakukuchukia hawezi kosa popote pale. Changamoto zipi ambazo wamekutana nazo kupitia safari yako ya usanii ama safari yako ya muziki? Unajua changamoto hazikosi. Changamoto nimepitia mingi sana. Hata unakuta saa zingine washikaji, watu ambao unakaa nao, unakuta wengine wanakuambia unapoteza wakati, unapoteza muda, hii kitu haiwezi, beat ni mbaya, video ni mbaya, mara vixen ni mbaya. Mambo ni mengi. Lakini kitu ya maana ambayo mimi mwenyewe najiamini na naona vile inastahili, sijaisikiliza mtu yote ambaye ananiambia kitu ambayo labda itaingia umaskini wangu mzuri. Kwa sababu kwa hii maisha si watu wote wanasema kweli. Ni kweli. Kitu ya maana tu mimi nikisikia chochote kile, hata ikiwa ni mtoto akiniambia huwa namsikiliza. Lakini kitu ambayo nafanyanga kazi naenda kufikiria hiyo kitu ameniambia. Nikifikiria ndani tayari niko na washauri. Nienda niulize washauri wangu. Au wanasema hivi na hivi. Hapo vipi? Wanasema kweli hapa yenyewe umekosea ama hapa labda wao kuna mambo zao. Lakini sana hata ukiangalia katika hii mambo na music,
ukiangalia mafano Naam. mafano wananga complain. Naam. Wako sawa kabisa. Wachache kabisa ndio unaweza kukuta mtu ameongea vibaya, lakini sana wengi wako sawa. Ndio maana hata ukiangalia kwa ngoma zangu zote ambazo ziko pale YouTube, hakuna mtu amedislike. Yote wamelike tu kumaanisha wamepokea sub, yani iko sawa. Kitu nakubali. Wanaivuria kofia yani. Lakini labda kwa wale marafiki, si unajua tu kuna marafiki. Unajua nikueleze kitu kimoja King Ivan. Unajua hata kama ni hater pale hivyo. Pale tena chungulie kitu kwa YouTube hivi. Hata hiyo unajua the moment umeona hivi. Hiyo ni view tayari. Si ndio hivyo ama ni vipi? Ni kweli kabisa. So pale hivi kiroho yani tu mfansa kubua kwambie muziki mbani ni pale hivyo wewe unasema vipi? Wewe hizo daraja hizo nini? Hizo vizingiti upita nazo. Lazima ipitie kwa hali ya maisha ya binadamu wa kawaida. Isipokuwa kitu ya maana ni kujifunza kuishi na watu. Kwa sababu watu wote tufanani. Na kila mtu ana mambo zake. Kuna mwingine hata anaweza kuwa na fisirani yake, akukujie aanze kusema iko hivi na hivi na hivi. Mara uwezi. Mwingine akuja kuambia kazi nzuri, natamani hata kufanya kazi na wewe. Sasa mambo ni mengi. Na watu wote wayupo sawa kabisa. Kila mtu ako tofauti kabisa. Najua hata mikono yako nangu haitoshani. So watu tofauti. Ni kweli kabisa. Najua kuna nyorindo na roza itawa roza ni siku za Yesu, roza za nini? Za Yuda ama unaweza sema vipi? Sikumbuki vizuri. Naam. So hapa hivi kuna swali nataka kuuliza. Swali la kiuzushi. Ukikaa hapa hivi Vera Sidika na Uda. Kati ya wawili, mwambie uchague mmoja kuwa mshikaji wako. Kwanza chague yupi? Kitu ya kwanza ukiangalia Vera, hiyo ni Rory. Mimi mwenyewe ni baiskeli. Ni Rory hivi, Rory amkusitra ama Francis ama nini? Hiyo ni Rory kubwa kabisa. Hata sijui naweza sema vipi. Na sio yule ni mzuri. Ni mzuri, sikatai na mkubali. Kila kitu yake ni mzuri. Anapendeza, ana urembo, kila kitu ni sawa. Lakini mwili huyu akinikalia mimi si. Unaogopa. Akinikalia kwa kifua mimi ni marembo. Na hiyo mwingine Yuda. Hapo tunaweza fikiria. Lakini siwezi sema pia ni sawa kwa sababu labda ukifika karibu mambo inakuwa tofauti. Naam, hapa pia kuna fans moja ambaye anasema anajiita Peter Kiprotich, anasema wimbo wa kwanza ulimshika sana. Unaweza rudia tena wimbo muimbie kidogo ili afurahie. Mapenzi si pesa. Mapenzi si pesa. Angalia kamera kimwimbie. Unajua nakutazama pale. Kiprotich nataka nikuimbie kidogo kwa sababu umeitisha. Ngoma yangu ya kwanza ni Mapenzi si pesa, ambayo ndio ilifungua channel yangu ya YouTube. Inaanza hivi. Ikibidi uondoke, usisahau kusema kwa heri, maana ugomvi wa mapenzi hauna maana. Mapenzi si pesa, mapenzi ni hisia. Penzi lako ni kitabu, nipe nisome. Penzi lako ni sawa na pombe, tayari imenilewesha. Mapenzi bala tena shida, yananiiliza mwenzenu. Mapenzi bala tena shida, yameniumiza mwenzenu. Mapenzi ni papara, umenipa maumivu ya mkuki. I believe sajali numba na moyo mgumu, nisikubali vitu zangu zinitoke kiurahisi. I feel pain in my heart, cause nasikia unataka kuniacha. Kiprotich nadhani umetazama, umeangalia King Ivan amekupa wimbo ambao umefurahia kabisa. Hapa kuna mshikaji anajiita Latifa. Anauliza swali la kizushi. Anaweza kama umeoa. Sijui siwezi sema nimeoa kwa sasa, lakini niko kwa mahusiano. Latifa, pole sana, huyu ako kwa mahusiano, so nasema tu pole sana. Lakini anaweza apply tu. Anaweza pale labda anaweza faulu. Labda anaweza faulu. Anaweza faulu nafasi ya mpango. Isipokuwa kwa mimi mwenyewe nalingananga, naangalia vile mtu wako, naangalia vile mtu ananichukulia. Na hiyo ndio maisha sasa hizi. Unapenda, unajua kuna zile ni prezita nini, yani kuna ile upenda mtu wewe kulingana Latifa, kama ulikuwa na mtu ungemueleza vipi napenda nini na nini. Unajua labda kuna yule mrefu, mweupe, mweusi, mwembamba, mnono. Umbo akiapply kitu yani. Ukiangalia kwa maisha sasa hizi tunafuatilia mambo na umbo, fuatilia sura. Utapotea. Ni sawa na kutembea usiku bila mwangaza. Ani ni kama kipofu kutembea usiku. Haizi akaona kwa usiku wa kiza. Basi. Mwanamke wa saizi mimi kulingana na mimi unaangalia tabia. Kitu ya kwanza ni tabia. Kwa sababu anaweza kuwa mrembo lakini tabia mbaya. Hata labda anaweza akakuwa.
Kitu ya pili labda sasa ndio tukuje tuangalie hapo aje, ako sawa vipi. Yeah, hiyo ndio mimi naweza sema kwangu itakuwa sawa. Itakuwa sawa. Oh. Hapa kuna msanii chipukizi ambaye hajarekodi, ambaye amenitumia message hapa hivi. Anajiita Kevin huko. Anasema kama mnaweza piga collab na yeye. Anatokea maeneo ya Chavakali. Kevin, nataka nimjibu hivi. Mimi niko hapa kusaidia na pia nataka kusaidiwa. Sasa kama uko na kazi, mbona tuzifanye? Mimi niko tayari, ukikuja tutafanya kazi. Kitu ya maana tu kazi kubali. Naam. Ndio kupate ama mtu kama Kevin ama mafans wa kupate vizuri, nataka urejelee tena. Kupate kwa Facebook unajiita nani lakini? King Ivan Musician. Angalia kamera pale hivyo. Facebook unajiita King Ivan Musician. Bora like kwa page yangu. Alafu Instagram unajiita King Ivan Musician. Naam. Na bado unaweza wapa namba yangu ya WhatsApp kunipata kwa kiurahisi. Hebu wape namba, ama utakupea namba hewani? Namba ni sawa tu kwa sababu ni kama namba ya ofisi. Ni namba ambayo akituma ujumbe ama akifanya kitu yoyote ile atajibiwa. Hebu wape namba. Ni 07 13 64 8083. Nitarudia tena 07 13 64 8083. King Ivan mwenyewe. King Ivan mwenyewe. Msanii ambaye anakuja kwa fujo. Kabisa. Sawa sawa. So kwa swali la mwisho ambao umependa kuuliza, ni fan wa timu gani? Kawaida mimi ni fan wa The Reds. Ama ukipenda Manchester Wekundu. Tutakufa nao. Na hapa Kenya? Hapa Kenya hapo hauna timu. Acha nikuwe shabiki wa FC. FC Chingwe. Timu ya makucha marefu kabisa. Sawa sawa. Tumesema ni shukran sana King Ivan kufika kwenye studio zetu za NTV Network. Tunasema ni shukran. Asante pia. Karibu sana. Asante. Kulingana na mafans wenye wamekutazama hivi, najua utapata majibu kwa kupitia mitandao Facebook, kabisa, Twitter, kabisa, na kila kitu. Nasema karibu sana. Asante. Na safari yako muziki uzidi kuirembesha na kuifanya iwe nzuri zaidi. Asante. Karibu sana na nashukuru sana. Asante. Kabisa. Na usisahau kusubscribe. Sawa. Poa. Mafans tunasema ni asante sana. Huyu ni King Ivan, tulikuwa naye ndani ya NTV Network. Tunasema ni asante sana kwa kunitazama na shukrani sana. Tukutane the same time siku kama ya leo, siku nyingine nikipiga mahojiano na msanii mwingine ambaye atakuja hivi karibuni, nitaeleza baadaye. Asanteni sana. One love.